Wanasiasa, hasa wanasiasa wa vyama vya upinzani, wamekuwa wakitumia wafuasi wao wakitumia ushawishi wao kwa wafuasi wao kuwapeleka vile ambavyo wanaona wao inafaa. Mfano, makamu mwenyekiti wa Chadema ndugu Heche kwa kipindi kirefu sasa amekuwa akitumia ukubwa wake kwenye chama kuwasukuma na kuwalazimisha wenzake kufuata matamanio yake na si matamanio ya chama chao. Kwa mfano, tunavyozungumza mimi na wewe, Heche ameshiriki majaribio kadhaa kuzuia ifike mtu kama Heche ili yeye aendelee kujinufaisha. Tunavyozungumza mimi na wewe, Heche, Lissu, Heche, Lema, Sugu hawazungumzi lugha moja. Kwa nini? Kwa sababu kina Lema ambao walishirikiana na Heche miezi kadhaa nyuma, sasa hivi unafika mwaka, kumng'oa Mbowe, Heche amewageuka wenzake. Yeye anataka kumiliki maridhiano, anataka kumiliki mijadala yote ya Chadema, anataka kumiliki kila kitu kinachohusu mijadala kwa maslahi ya chama chao. Na watu wanamuona Heche, wamemuona wakiwa wanakuwa naye, wanamuona kwamba mtu ambaye kipato chake akiambiwa akielezea hawezi kukielezea. Maana yake nini? Maana yake Heche kwa kushirikiana na marafiki zake wa ndani na nje ya Chadema, wa ndani na nje ya serikali, wametengeneza kamkakati kakumnufaisha yeye ili amdhibiti Lissu. Na juzi wenye viti wa mikoa wa Chadema wamefanya mkutano wao kupitia mtandao na wameazimia mambo kadhaa. Moja kati ya walioazimia ni hili la kuto kukubaliana na Heche na wenzake kuendelea kuwatumia kama daraja. Kwa hivyo ukiniambia mimi nitoe mtazamo wangu, nitawaambia Watanzania hawa viongozi wa vyama vya siasa ni watu wa kuangalia, hasa viongozi wa upinzani. Ila sisi Watanzania lazima tunavyowasikiliza tuchanganye na akili zetu. Kwa mfano mwingine, wewe unafahamu kwamba mwenyekiti wa Chadema Lissu, pamoja na kwamba ni mpinzani anapinga CCM kila siku, unafahamu kwamba mmoja kati ya watoto wake amezaa na mtoto wa kiongozi mkubwa wa CCM. Unafahamu kwamba Lissu huyu anaosema CCM haifai, anakaa kikao na familia, akirudi kwenye familia yake mkwe wake ni mmoja kati ya watoto ni mtoto wa mmoja kati ya viongozi wakubwa.